Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu yeyote bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo ni Disemba 1. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunaendelea na somo la 10 linalosema Yoshua wa kweli. Na leo tutaenda kuiangazia mada ndogo isemayo mfano na halisi. Wafasiri wa Biblia hawawezi kuamua kiholela juu ya kile kilicho mfano wa Biblia au jinsi mfano huo maalum unavyotimizwa katika Agano Jipya na zaidi. Biblia yenyewe inatoa baadhi ya vidhibiti na kanuni kuhusu matumizi ya uainishi, yaani typolojia wa kibiblia. Vile vile, Agano Jipya linafunua utimilifu ulio halisi wa mfano katika awamu 3 tofauti. Awamu ya kwanza, katika maisha ya Kristo, yaani utimilifu wa Kikristo. Awamu ya pili, katika uzoefu wa kanisa, yaani utimilifu wa kikanisa. Na awamu ya tatu, mwishoni mwa wakati, yaani utimilifu wa eskatolojia. Tunaweza kupata mifano na uhalisia ulioonyeshwa katika ile mifano katika Biblia yote. Na inasaidia sana katika kuwaonesha wasomaji jinsi ya kuelewa Biblia na ni kweli gani neno la Mungu linafundisha kuhusu Yesu, wokovu na tumaini kuu tulilo nalo. Tazama mifano ifuatayo ya Agano la Kale: Israeli, Kutoka na Hekalu. Kila mmoja kati ya hii inatimizwaje kwenye sura hizi 3 za uhalisia: Kikristo, kikanisa na kulingana na mwisho wa wakati? Israeli. Awamu ya Kikristo, Mathayo sura ile ya 2 ya 15. Awamu ya kikanisa, Wagalatia sura ile ya 6 ya 16. Awamu ya mwisho wa wakati, Ufunuo wa Yohana sura ile ya 7 aya 4 hadi aya ya 8 na aya 14. Mfano wa pili, Kutoka. Awamu ya Kikristo, Mathayo sura ile ya 2 ya 19 hadi 21. Awamu ya kikanisa, Wakorintho wa pili sura ile ya 6 ya 17. Na awamu ya wakati wa mwisho, Ufunuo wa Yohana sura ya 18 aya 4. Mfano wa tatu, Hekalu. Awamu ya Kikristo, Yohana sura ile ya 1 ya 14, Yohana sura ya 2 ya 21 na Mathayo mtakatifu sura ya 26 ya 61. Awamu ya kikanisa, Wakorintho wa kwanza sura ya 3 aya 16, aya 17 pia. Wakorintho wa pili sura ile ya 6 ya 16. Awamu ya wakati wa mwisho, Ufunuo wa Yohana sura ya 3 ya 12, Ufunuo wa Yohana 11 ya 19 na Ufunuo 21 ya 3, mwisho Ufunuo 21 ya 22. Kwa sababu maandiko yana mwandishi mmoja aliye Mungu, sehemu mbalimbali za maandiko zinadumu kukubaliana kila moja na nyingine. Mafundisho yote ya Biblia yatapatana kila moja na lingine. Ufasiri wa ibara moja moja utapatana na ujumla wa kile maandiko yanachofundisha kuhusu somo husika. Handbook of Seventh Day Adventist Theology, ukurasa wa 65. Huwa unafanya nini wakati katika nyakati fulani unaona kuwa ni vigumu kuelewa maana ya vifungu fulani? Hii ni Disemba 1, siku ya Jumatatu, mada ikisema mfano na halisi. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.